Let us open in the book of Galatians chapter 5. We want to read from verse 19 to 21. Kama uko na Biblia NIV, Bwana kubariki unapofungua pale, maana unahitaji sana unisomee mahali pale na Mungu atakubariki. Haleluya. Nashukuru Mungu kwa sababu ya Elder Peter. Ni Mungu alituunganisha na yeye kiroho kwa sababu yale ambayo amekuwa akifundisha ndio yale ambayo Bwana alinisukuma na kufundisha leo. Haleluya. Amen. Na kwa neema ya Mungu nitaweza kufundisha Galatians 5 verse 19 to 21. Mahali ambapo tumesoma sana na nitasoma in my version. Now the works of the flesh are evident. Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalry, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. I like the last part. That those who do such things will not inherit the kingdom of heaven. Wanaofanya mambo haya hawatauona, hawatarithi ufalme wa mbinguni. Sasa nataka utambue hivi. Tuko hapa ili tuende mbinguni. Amen. Hatuko hapa ili tufurahishiane. Hatuko hapa ili tuweze kubebana ama ili tuweze kumpendeza mtu. Tuko hapa ili tuone ufalme wa mbinguni. Judge each and every act that you do each and every day. Yes. Don't do it to please a man. Fanya ukijua niko katika safari ya kwenda mbinguni. Sio ya kwenda Chepkupe, sio ya kwenda Nairobi. Sio ya kwenda Amerika. Tuko wote, awe ni mtoto, awe ni mtu mkubwa, awe ni mzee. Tuko katika safari ya kwenda mbinguni. Na ndio maana Bwana aliinua mlima huu. Liwe njia moja na mlango wakifikisha mtu mbinguni. Amen. Praise the name of the Lord. Na ndio maana Yesu Kristo mwana wa Mungu alikufa msalabani ili nawe ufike mbinguni. Haleluya. Nisome kama una Biblia ya NIV na Bwana atakubariki. Galatians 5 nisome verse 20 peke yake. Galatians 5 verse 20. Galatians 5:20. Idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and life. Achia pale. Selfish ambition. I like that. In my Bible wameitam kama rivalry. Rivalries. Amen. Underline selfish ambition. And that is my topic today. Hapo ndipo nataka niweze kuzungumza. Nataka nizungumzie kuhusu kujitakia. Kuwa mtu wa kujitakia. Selfish ambition or selfishness or selfish. Nataka tuende na wewe tu polepole na unielewe. Na utatambua kenye Mungu anataka utimize katika maisha yako ili uone ufalme wa mbinguni. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Do you know that you can lead people wewe tu penye uko pale na ukose kufika mbinguni kwa sababu ya matendo tu? Yes. Bwana asifiwe. Amen. Unaweza kuwa mwimbaji, unaweza kuwa mama mzuri, unaweza kuwa baba mzuri, unaweza kuwa youth mzuri, unaweza kuwa mcheza mitambo mizuri. Bwana asifiwe sana. Amen. Wewe umebariki watu wengi sana. Lakini siku ya kuingia paradiso ukose kuingia kwa sababu ya matendo. I was playing a guitar well, lakini nilikuwa a fornicator. Nilikuwa mwenye fitina. Yes. Bwana asifiwe sana. Wacha dhambi iwe dhambi. Dhambi isiwe makosa. Praise the name of the Lord. Yes. No matter who you are, dhambi ni dhambi mbele za Mungu. Sio mbele zangu. I will not lie you. Dhambi ni dhambi mbele za Mungu, sio mbele za wanadamu. Mwanadamu anaweza kukuambia nimekuachia, lakini Mungu akichoka na wewe amechoka na wewe, na akikasirika na amekasirika na wewe. Hautaona milango ya mbingu hata kama wewe ndio walikuheshimu.
hata kama wewe ndio ulikuwa unatisha. Dhambi ni dhambi na dhambi sio makosa. Praise the name of the Lord. Amen. Ndio maana Paulo akaambia kanisa la Galatia ya kwamba na mambo haya ni ya kimwili. Praise the name of the living God. Amen. Mambo haya ni ya kimwili, na atakayefanya mambo haya hata uona ufalme wa mbinguni. Kwa nini umeokoka? Kwa nini uko kanisani? Kwa nini unaabudu Mungu? Kwa nini naingia kanisani Jumapili? Ni kwa sababu nataka siku moja nawe ufike mbinguni. Tena nasema kwamba na Lazaro alifika kule akalala kwenye kifua cha Ibrahimu. Siku hiyo inakuja. Uliisikianga tangu uzaliwe, wakihubiri kwa crusade, wakihubiri kanisani, lakini itakuja siku ya kuingia mbinguni. Hautaishi kama mawe. Kuna siku itafika ambayo utarudi kwa Mungu. Nataka nikwambie wachana na dhambi, kwa sababu dhambi ni dhambi. God will kill you. Sisi tutakupaka na mafuta, tutakupembeleza kama wanadamu, tutakuongelesha, tutakusamehe kama wanadamu, lakini Mungu asipokusamehe, you will not see heaven. You will not see heaven. Paulo amesema vizuri, anayofanya mambo haya hata iona mbingu. I want to talk about selfish ambition. Uchoyo siku ni nyima tu ugali. Uchoyo siku ni nyima tu nguo. Bwana asifiwe. Unaweza hata ni nyima salamu. Praise the name of the Lord. You can be selfish. Unaweza ni nyima hata baraka. Nataka nizungumzie kuhusu uchoyo, kujitakia. Na tutaenda na wewe na tutapatana. Selfish ambition. I think umeanaline pale in Galatians 5 verse 20. What is the meaning of selfishness? Is that attitude of being concerned with one's own interest above the interest of others. Ni ile tabia ya mtu kujitakia yeye mwenyewe zaidi ya watu wengine. Akiwa mwimbaji, yeye ndiye aimbe. Akiwa mhubiri, yeye ndiye ahubiri. Mtu mwingine hafai. Kama mtu mwingine atahubiri, kama mtu mwingine ataimba, baada ya ibada atatafuta watu wawili watatu aanze kuwaambia venye huyo ndugu hajui na venye huyo dada hajielewi. Hata tunaona vitu ambavyo alikuwa anaongea ni vitu ambavyo havina maana. Selfish ambition. Self-centered. Anajitakia. Sio mtu mwingine. You will not see heaven. Wewe na miaka yako unaweza niambia nini? Bwana asifiwe. Na umri yako unaweza niambia nini? Kuna watu wanafaa kuniambia, hata mimi siambiwangi. Kama wazee wa nywele nyeupe wanajaribu na wameshindwa, wewe ni nani? Mimi ndio wa kusema, wewe sio wa kuniambia. Wewe ni kunisikia, nyamaza usikie. Self-centered. Hataki kuambiwa na haambiwangi. Let me tell you, not see heaven. Mimi niko tu hapa kwa muda and I will not be here. Pengine kesho nitakuwa mahali pengine. Lakini kama Mungu amekusudia nikwambie leo, nitakwambia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. I can be your problem. Naweza kuwa mimi ndio shida yako. Mimi naweza kuwa ndio shida yako mama ama ndugu. Lakini let me tell you, jitambue. Na ujue Mungu haendi venye wewe unataka kwenda. Yes. Mungu anatafuta wanyenyekevu na wenye kuvunjika na wenye kukubali kuelezwa na wenye kuona wengine zaidi ya wao wenyewe. Selfishness is that attitude of being concerned na mambo yako mwenyewe, with one's own interest above the interest of others. It also means building up oneself while tearing down someone else. Hallelujah. Kujijenga ukiangusha mwingine. Unajijenga na mwingine. Is the name of the Lord? Amen.
Hautaki kuona mwingine hata akiapia. Unataka umuone kama ako kwa shida, kama analia. Unataka muone kama anahangaika. Siku ambayo unamuona anaanza kusimama ndio siku ambayo roho yako inafura kama maandazi. Unajawa na chuki na hasira kwa sababu hautaki kuona mtu akifanikiwa. Let me tell you, wewe hauna uwezo wa kuinua mtu, wala hauna uwezo wa kubadilisha mtu. It is God himself. You can do nothing. You can do nothing kwa mtu ambaye Mungu aliumba. Hawezi fanya lolote. Maana hata mama haelewi venye Mungu anaomba mtoto katika tumbo yake. Yeye ni nani kubadilisha kusudi la Mungu katika maisha yake? Hata mzee, hata ndugu, hata dada ambaye tunalala naye kwa tumbo moja, hana ufahamu jinsi gani ilipatikana. Siku moja nikaenda nyumbani kwetu nikapata mama yangu amelewa, amelala chini. Sikushughulika naye bali ninua mikono yangu nikasema, Mungu, siku moja na wewe Mungu mkomboe. Singang'anani naye. Nikienda akijua niko akunywi, bali sasifiwe. Akijua niko hawezi kunywa, akijua siko anakunywa. Sasa zingine nendanga hata brati. Juu nikienda nyumbani wanadanganya, ako na Biblia kwa nyuma anadanganya kwamba ameokoka, anampenda Yesu Kristo. Kwanza akiniona anaweka Biblia kwa meza. Praise the name of the Lord. Hajui. Na afahamu, na hata anaweza kosa kujua. Hallelujah. Hata baba yangu anataka sana siku ya Jumapili peke yake. Lakini nilimwambia usipookoka na mkubali Yesu Kristo, hautaona ufalme wa mbingu. Na aliyeniumba ndani ya tumbo ya mama ndiye anasema, sio mimi nasema. Aliyeniumba ndiye anasema. Anasema ya kwamba usipobadilika hautaona ufalme wa mbingu. Full stop. I don't add anything. Kwa hivyo tuko hapa tufike mbinguni. Tuko hapa siku moja tusherekee na Mungu. Hatuko hapa kukula maandazi na kufurahi. Hapana. Ingekuwa ni kukula maandazi, kuna watu wamaacha maandazi kwa nyumba. Wangekaa alafu wakule maandazi na wakose kuja kanisani. Ingekuwa ni kuvaa vizuri, kuna suti umeacha umevaa hii. Bwana Yesu asifiwe. Ingekuwa ni kutafuta pesa, kuna pesa umewacha kwa nyumba. Nyingine iko kwa account inalala. Haleluya. Hatukuji kanisani. Kama ni maneno tunakuja kutafutana hapa kanisani, wote nikwambie kitu moja. Kuna watu wamebaki nyumbani wanaongea venye huko hapa hivi. Kuna watu hata wanaongea juu yako kama hujui. Kama nikikuja kanisani kuongea, wacha nikwambie ungekaa kwa nyumba na uongee. Lakini kanisani ni kwenda mbinguni. Haleluya. Kanisani ni kwenda mbinguni, ni kubadilika na kusema nataka nifike mbinguni kwa Baba. Praise the name of the Lord. Amen. Dada yangu mmoja, mimi sitaki kosa kushuhudia. Bwana asifiwe. Dada yangu mmoja alikuja akaniambia kwamba hii miguu yangu inauma, nimeenda mahali wakatoa ndani mifupa ya samaki. Hata nilishangaa venye iliingia mfupa tu kubwa tu hivi. Ingine tena nikarudi huko leo ilikuwa pale inauma, wametoa misumari na pekee. Nikamwambia wacha ujinga. Usipokubali kuokoka hautaona mbingu. Bwana Yesu asifiwe sana. You will not see heaven. Wewe unahangaikia miguu yenye inafura. Ambayo itakupeleka mahali utaingia nayo motoni yote. Na hiyo yenye unatoa pekee. Bwana asifiwe. Usione kana kwamba wewe you are so special. Yaani wewe hauwezi linganishwa na chochote. Let me tell you. Hiyo kitu yenye unaona iko special hiyo nitakuua. Nitakumaliza. There is nothing you have. Kwa sababu uko na macho ambayo tuko nayo. Uko na mdomo ambayo tuko nayo. Unaona watu wanalinganga ya special hapo. Kwani uko na nini? Kwa hiyo unaenda wewe tunaenda. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama wewe ni mrembo, wewe unafanya vile tunafanya. Unakula, tukikula unakula. Tukikunywa unakunywa. Tukienda msalani unaenda hata kama ni gani. Wacha kujifanya wewe ni mtu tu mwenye kuwa na wengine. Tembea na wengine. Kula na wengine, kunywa na wengine. Let us work together because we are going to heaven. All of us. Alituumba tumwabudu. Ili siku moja tukifika mbinguni tutakuwa tayari kumuimbia. Biblia inasema mbinguni ni kuimba na kuabudu na kutukuza Mungu. Tupendane na twende mbinguni. Tuache tabia mbaya. Tuache tabia za mwili. Kuna watu wanajibeba sana. Kuna watu wanajiona sana. Mimi sinaga time ya kujiona mara mingi. Naonanga I have nothing. Praise the name of the Lord. Amen. I have nothing. Kwa sababu kila kitu yenye niko nayo ndio wewe uko nayo.
Pengine kama wewe mwanamke uko na chenye mimi sina. Lakini kama ni mwanaume tunafanana. Na wewe kama ni mwanamke wanawake wengine wako na mnafanana. I will just say you that. Tell me that again. Building up oneself. Building up oneself while tearing down someone else. Inakuwaje wewe ujijenge na mwingine aanguke? Ndio ufurahi. Inakuwaje wewe ujipende? Let me tell you. Yesu anasema, let us read in Luke 9:23. Wale chenye Yesu anasema. Kuna kitu Yesu anasema in Luke 9:23. Hallelujah. Anasema, and he said to all, if anyone will come after me, let him deny himself, take up his cross daily and follow me. Amen. Wacha na vitu zako hizo. Bwana sifiwe. Wacha kusema wewe ni mfuasi wa Yesu Kristo kabla hujatikana. Anasema jikane wewe mwenyewe. Wacha na mwili. Ingia kiroho kwa Yesu. Amen. Wacha na mwili. Jikane na tabia. Unasikia ukisoma Jeremiah 17 mstari there. Biblia inasema kwamba na dhambi ya Yuda iliandikwa kwa kalamu ya chuma na ncha ya almasi. Yaani inaandama mwingine na mwingine. Mwenye mama yake alichonanga yeye ako sawa. Pia msichana alitoka hivyo, pia kijana alitoka hivyo, pia mtoto alitoka hivyo. Mwenye babake alionanga ako sawa. Vivyo hivyo ndio umejibeba na laana hiyo. Inakuandama. Inaweza kuandama mpaka miaka 100. Mpaka siku tutakupeleka kaburi tuseme yamekwisha. Usipojikana. Jikane na useme nimetoka. Mimi tell you, mimi hakuna ndugu yangu ameokoka hata mmoja. Hakuna ndugu yangu ameokoka hata mmoja. That's not my problem. Tukifika kwenye kiti cha enzi, wanaweza asifiwe. Kila mtu anasimama peke yake, lakini wanajua kwamba Yesu ndiye anaweza. Wanajua. Na wanajua kwamba Mungu ndiye muumba mbingu na nchi na mwenye uweza yote. Wanajua, but hawamtaki. Wanataka anasa na mambo ya mwili. Ni kama tu msharati. Msharati hata akikuwa hapa. Akikaa mahali hapa tumekaa hapa saa hii. Hata malaika ndio wako wamezunguka. Kwa hao malaika, longi ama skati itaanza kumwasha-washa. Mpaka watakatifu wa Mungu wanawaonao kama mabibi na mabwana. Mwenye tabia yake, mwenye tabia yake tu. Kama tamaa hata wao waine. Mimi baba yangu alioa wa kwanza, akazaa watoto wawili akafukuza, akaoa wa pili. Basi asifiwe. Akaona wa pili amtosha akaongeza watatu akazaa mtoto mmoja, akarudi kitani. Akaongeza wa nne Maragoni. Sasa nilikuwa najiuliza kwa moyo wangu kama mzee kweli au kutoshona au kama kweli ulikuwa unataka sana. Si hao wa nne wangekutosha ama hao watatu ama hao wawili. Ndio neno balo. Jiangalie. Wacha nikwambie. Mtu na tabia yake ni tabia yake. Abadiliki. Usipojikana, Biblia inasema kwamba usipojikana, and he said all, if anyone will come after me, let him deny himself. Amen. Ajikane. Usiende kujikana kwa watu, jikane wewe mwenyewe na umpate Yesu Kristo, na wewe msalaba yako umpelekee. Hata ukinielezea mimi shida zako mpendwa, I'll just give you an advice, but hakuna maana kupeleka. Kienda kusaidia nikutia tu moyo na kuambia ndugu usishindwe, endelea, but God anaweza kukupatia solution. Mungu anaweza kukupatia solution kwa hiyo shida ambayo unaona imekulemea. Kwa hivyo jikane, beba msalaba yako, fuata Yesu Kristo. Wachana na watu. Wachana na mambo ya watu. Praise the name of the Lord. Amen. Wacha nikusomee madhara ya uchoyo ama kujitakia. Before I go there, let us read Galatians 5:24. Pale tulikuwa saa zile kwa Galatia iko baada ya Wakorintho wa pili 5:24. Inasema, and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desire. Wale ambao ni wa Yesu Kristo wamesulubisha miili yao na tamaa zao na kiu zao. Wale wasifiwe. Sulubisha hii mwili, hautaikuwa na hasira. Unaona vitu ambao Paulo amehesabu hapa: usherati, hasira, idolatry, sijui uchawi. Acha nikwambie, kama utasulubisha mwili wako
haitakuandama. You will not fear anything. You will not fear anything. Kwa hivyo sulubisha mwili wako ili mwili isikuandame, mwili isikubebe. Haleluya. Mfuate Kristo. Kuna watu wana maneno matamu sana, lakini wako na tabia mbaya. Wanajua kupika lakini tabia ni mbaya. Wanajua kuongea lakini tabia yao ni mbaya. Wanajua kuimba, tabia yao ni mbaya. Angalia tabia. Angalia matendo ambayo unafanya. Praise the name of the Lord. Angalia venye unatembea, angalia vitu ambavyo unafanya. Angalia zaidi kama itakupeleka mbinguni. Wewe personal, sio wewe na mtoto wako. Sio wewe na ndugu yako. Wewe personal mama. Usidhani ati wewe unaweza ingilia mtoto wako mbingu, venye unapenda kumuingilia wakati kama ni chakula ama ni pesa ya kampeni. Bale fasifi. Unajua kuna watu wengine wanakujitakia mpaka kama ni kwa matanga, kama hata ni kukula. Kuna mama mwingine ameshika huko watoto wake wawili, mwingine ameshika mmoja huko. Ni kwa matanga lakini wanasoma pamoja. Hawa siwezi waacha, hawezi panga live. Kama kwa pilau, muongezeko kuku, muongezeko nyama ya matanga. Anajitakia. Anajitakia. Juzi nilikuwa safari kwa house pale wasifiwe. Mwingine hata amesimamia mwingine. Wakasema hapa ni kuchukua namba. Don't waste time tumekaa tumeshikilia mtu. Unachukua namba hata kama wewe ni mtoto, hata kama wewe kuja na swali, lakini tunataka tukufikie kwa sababu hatutaki kubagua. No one is special. Nyinyi wote ni customers. Pale wasifiwe. Haleluya. Juzi nikienda kwenye brother party kwa anafanyia kazi nikapata mama mmoja pale anasema, kuna watu wengine wanachukuanga namba na anasimama anapatia mwenye hapo mbele na anaenda kutembea. Anarudi anasema mimi ndio nilikuwa hapa, hata namba yangu ndio hii. Akasema kila mtu na namba yake kwa mkono. Kwa sababu nyinyi wote ni customer. Mbona unapenda kujiweka kando? Sisi wote ni wana wa Mungu. Wachana na roho yako hiyo ya uchoyo na ya kujitakia. Unaona yani hauwezani na hii group. This level is not yours. Wewe ni wa hii level. Ukiwa na ndugu mwingine kukusalamia, wewe utakuwa umejaribu. Praise the name of the Lord. Kusalamia utakuwa umejaribu sana. Ndio akusalamia. Kwa sababu ako special. Hakuna watu wawili watatu wenye wanasalamia na wenye wanaongelesha. Ni kuongelesha kama nani? Hata nikwambie Yesu anaongea mpaka wenye dhambi. Hata paka unapata wale wafuasi wa Yesu Kristo wale 12 walikuwa wanazuilia watu wengine kumfikia Yesu kwa sababu walimchukulia Yesu kuwa special. Wao wenyewe ukitaka kujua hii kitu, hii roho iko kwa Biblia yote hapa. Ndio special. Wao wenyewe walimchukulia Yesu kuwa special, lakini Yesu yuza simple man. Alikuwa anaingia na watu wengine kwa sababu anajua hawa wote wanajenga ufalme wa Mungu. Amen. Na hawa wote ni watu wa Mungu. Amen. Ndio maana tunaenda kufanya crusade, tulete walevi kwa Mungu. Dada akisikia watu mwenzake alipatikana akifanya usherati, sasa kuanzia hiyo siku hawezi ongea. Sasa ndio usipoongea na yeye, wewe sio Mungu. Na wewe sio judge. Sio ndio mwambie badilika ndugu ufike mbinguni. Badala ya kukaa ukimfuria tu mwenye dhambi si ni watakatifu. Mtu mmoja alikuwa anauza dawa kule Mayanjani kwa sokoni. Nikasikia anatangaza anasema ya kwamba ati nauza zaidi dawa ya kienyeji. Na watu wote wanataka kununua hii dawa, lakini wakiingia kwa gari wakinyamba, tumbo ilioza, basi mzima inafunika. Ati kwa sababu wameambiwa hawezi nunua dawa. Praise the name of the Lord. Yaani they are very holy. Nimekuwa na ndugu Gilbert asubuhi tukienda kuleta viketi. Tukakutana na dada mmoja amevaa nguo mrefu na ameweka punde, nikamwambia ndugu venye nachunguza huyu ni kama ule wa Ohoro. Bwana asifiwe sana. Yaani hata venye sisi tunapita hivi anatuona kama wenye dhambi sasa. Na venye tunaongea because they are very holy. That is stupidity. Kukuwa mtakatifu sio kuvaa nguo mrefu kufika hapa na kufunika. No. Yes. That's not holiness. Holiness sio kutembea hivi sasa kwa barabara kama mtu mwenye amepigwa na ice. Acha wewe angalia matendo yako zaidi ya mambo yote. Amen. Angalia hiyo nguo kubwa hiyo. Usharati ikimshika ndani. Anatoa. Hiyo nguo kubwa hiyo. Inakuna mpaka anainua tu hivi. Anatoa mpaka na kule. Wataka kujiona tu
you are very well because umevaa nguo mrefu umefika hapa. Sasa unakurukia chini watu. Wewe vaa kiheshima, kumpendeza Mungu na ili uwe na amani, vaa tu kiheshima. Sio mavazi ndio utakatifu. Ni mienendo yako ndio itakujaji kama utafika mbinguni. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Angalia kile ambacho unakifanya. Wacha kujiona kwamba wewe you are too special, you are too holy. No. Mwanadamu ana udhaifu na udhaifu uko ndani ya moyo. It leads to disorder and every vile practice. James 3:16. It leads to disorder. For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice. Mambo machafu yako pale. Sikia, mahali kuna wivu na uchoyo na kujitakia, hapo kuna mambo maovu. Kuna machafu. Angalia boma ambayo watu wanajitakia, uone vitu ambavyo wanafanya. Boma ambayo watu wamejifanya kama wao ndio kusema. Hata Uhuru baba yake hapo kwa pesa lakini anatembeanga kama mguu. Bwana asifiwe. Anasalamiana na watu ambao baba yao alikufa kabla hata hajaonekana kwa gazeti. Sikia, kuna watu hata kwa redio hawajapiga simu wakasikika. Na watakufa hivyo. Haleluya. Lakini kuna mtu baba yake kwa pesa ndio tunatumia. Aki anaongeanga na watu. Sijui kama wewe ndio ungekuwa wewe ndio huko kwa pesa. Kama ungenisalamia. Pesa ni wewe. Yaani tuseme sasa pesa ni wewe. Ala sipiwe. Yaani pesa ni albamu yako. Sijui kama ungeniongelesha. Mahali penye kuna wivu na kujitakia. Hapo mahali kuna vitu vibaya. Mtu anaweza jifanya ni anatembea nadhani ni mzungu. Mimi nilikuwa na mambo mengine. Akipewa mic na Biblia ahubiri, anaanza kuifanya mzungu kwa sababu mzungu alikuja kanisani akahubiri akampendeza. Sasa kuwa tu sawa venye huko. Kuwa tu sawa. Anajifanya mzungu na acha nikwambie. Hata ujifanye mzungu, ujifanye Mwafrika, hiyo haiditani chochote na wewe na Mungu. Amen. Kuna kijana mmoja mahali nilikuwa na mtu alinionyesha clip. Kijana mmoja amembembeleza msichana sana. Na msichana baada anaringa. Na akamwambia na suweni. Hata roho hata siku anakutaka umekula pesa yangu, unaniharibia bajeti yangu, kwanza asifiwe. Enda. Sababu gani? Amembembeleza. Anaona yeye ni chola anatembea hapa hewa. Akamwambia na suwende. Wengine wako. Kwanza asifiwe. Kujibeba sana inaweza fanya hata ukose kuoleka ama ukose kuoa. Haleluya. Usijibebe sana, ongea na watu. Sema na watu utapata zenye ambacho huku anacho. Yes. Ukitaka kuwa mfanyabiashara mzuri, ingiana na wafanyabiashara. Wacha kujifanya tu ndio unaweza. Mama mwingine akabeba mtumba beli moja akaleta mayanja kibuke. Nikaambia watu, huyu mama nishi anafanya. Vitu kama hiyo unafungulianga mahali ambapo watu ni wengi. Sasa hapo tu pale, beba 150 na sio tunauza 30 na 20. Sasa siku. Nikasema kuna tumia hekima. Ukuja uulize watu ambao mfanya biashara. Nikitaka kufaulu unafanyaje? Watu kutoka na ujinga yako na kujiona wewe ndio unaweza. Unabeba mtu mahali kama hapo si mahali pa kufungulia mzigo. Yaani mtu anajiona yeye anataka kwenda kuonyesha watu yeye anafunguanga bei. Hata sisi tunafunguanga lakini tunabeba chakari ndio tunapeleka. Sisi sio wajinga. Tunataka kujionyesha. Akaita paka jioni nikasema niliwaambia. Watu wanachagua bei na watorosha. Kama huyu angejua ndiye anaanza biashara, angetafuta mtu ambaye anafanya biashara, angemsaidia. Aende Webuye akate mzigo, auze fast camera, arudishe pesa kidogo, ndio abebe fagi apeleke maajabu. Kuna watu hawezi ambia kitu. Kuna watu hawezi elezea chochote, unamuelezea kama nani. Mimi najua kuhubiri. Ndugu mwingine akaniambia, mimi nikikuja hapo kwenu, fire tu peke yake mtanifukuza.
ni ujinga. Mtu ni ujinga. Anasema ati nikikuja hapo kwenye nikishika microphone hivi, ndugu unagonjeka. Bado asifiwe. Na mimi nafaa kukomboa kwa hiyo ugonjwa. Ati nikishika microphone watu wataanguka. Wanaweza anguka waamuke lakini hakuna mahali wanaenda. Haleluya. Hatukujanga hapa kuangusha watu na kuamsha. Tunakujanga hapa kuponya mioyo na kupeleka watu mbinguni. Amen. Wewe utafanya sarakasi na kuna mtu hapa ndaka aponye moyo hapo nyuma. Umefanya sarakasi hakuna kitu umemsaidia. Yeye hana pepo. Na ajui hata kuanguka. Unampiga kofi aanguke, anaanguka na amuka. Unaweka ingine na anguka na amuka. Bado haifanyi. Pea watu neno. Tell them the truth. And the truth will set them free. Amen. It leads to disorder and every vile practice. Then tumesoma pale James 3:16. Selfishness caused the children of Israel to willfully put God to the test by demanding the food they craved. Zaburi 78:18. Zaburi 78:18. Ukifika pale some. Yaani walifika kiwango mpaka kumjaribu Mungu kwa sababu wanataka kile ambacho wanataka. Na wanataka Mungu awapatie saa hiyo. Zaburi 78:18. Wakamjaribu Mungu mioyoni mwao kwa kutaka chakula kwa tamaa zao. Acha nisome kwa lugha ya Kiingereza. They tested God in their heart by demanding the food they craved. Kwa tamaa zao. Yaani tamaa yangu. Anafanya njia yote paka apate. Hataki kujua mwingine. They want food kwa sababu ya tamaa yao. Wako na tamaa. Kuna mtu hawezi ridhika. Ati dada fulani amenona. Acha nikwambie. Uwe umekonda, uwe umenona, Mungu amekupa mwili. Wacha kutaka kukula sana, ati unataka unone kama fulani. Yeye pengine hata akuli. Yes. Haleluya. Nana najua minister wa ICT. Minister wa ICT anakaa kama boy wa high school. Na analipwa karibu milioni 1. Lakini kuna mtu anaishi tu kwa maandazi na uji na mabroni lakini amefura mashavu. So wewe unataka ufure kama mtu na mwili ndio Mungu amekupea. Wacha kuwa na tamaa. Mwili ambayo uko nayo Mungu ndiye amekupatia. Amen. Ridhika na venye uko. Ukitaka kuona Mungu atafanya unone. Usibishane na watu. Ati fulani amenona mashavu. Nataka nione kama yeye. Ati fulani anang'ara. Nataka ning'are kama yeye. Hapana. Shukuru Mungu kwa kile ambacho amekupatia. Kama ngozi yako ni ya mamba, hiyo ngozi ilipendeza Mungu. Hiyo ngozi inafanana na Mungu. Kama sura yako inakaa ya nyani, hiyo sura hata kwenda Uganda kuongeza mtu utajaribu. Bwana asifiwe. Mimi niko nakwambia ukweli. Ati niona fulani amejipaka mafuta ya Uganda amekuwa mweupe. Kuna mwingine sitaki kumtaja na kutananga na yeye kwa nje. Alikuwa tu mzuri, chocolate. Alikuwa chocolate. Bwana asifiwe. Yaani chocolate namaanisha hakuwa mweusi sana, hakuwa mweusi. Alikuwa tu sawa venye alikuwa. Lakini juzi nilikutana na yeye amekuwa mweusi mpaka anatembea hivi. Nikauliza watu, huyu mama nini imefanyika na uso yake? Ataenda Uganda akajipaka mafuta yako mweupe, nikakuja opposite. Bwana asifiwe. Ikachoma skin ikakuwa nyeusi. Baada yaani wewe unataka ukuwe unique. Mimi ngozi yangu hii kama ni ya mamba ni sawa, kwako ni ya mamba. Lakini kwa Mungu unafanana na Mungu. Maana ni Biblia. Haleluya. Ufupi yangu hii kama ni ya kobe ama kama ni ya crocodile. Isikusumbue. Bwana asifiwe. Usiingize motoni wewe. Ufupi yangu hii inatosana na Mungu. Kwa sababu unafanana na Mungu. Hey, Mungu anifupi kama mimi kwa sababu amesema anafanana na mimi. Haleluya. Uko na shida na maisha yako. Kuwa venye uko kwa sababu Mungu amekufanya uwe venye uko. Amen. Hata Mungu akusaidie. Amen. Unahangaika na vitu ambavyo haviwezi kukusaidia. Hawa watu walitaka vitu kwa tamaa. Tamaa isikupeleka kwa vitu vingine vitakuharibia. Yes. Usijipeleke kwa vitu kwa sababu uko na tamaa, vitakuangamiza. Selfishness caused the rich young ruler to turn his back on Jesus. I'm still just that point of it leads to disorder.
inaweza fanya ukose heshima, inaweza fanya uangamie. Mathayo 19:21. Nataka niende mbio kidogo kwa sababu ya muda. Matthew 19:21. Biblia inasema ya kwamba Jesus said to him, if you will be perfect, go, sell what you possess and give it to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. When the young man heard this, he went away sorrowful, for he had great possessions. Some kwa Kiswahili. Yesu akamwambia, ukitaka kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulivyo navyo, uwape maskini, nao utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Yule kijana aliposikia neno ile, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Kilichofanya huzunike ni nini? Ni mali nyingi. Mali nyingi inamfanya na huzunika, yaani mchoyo. Wamemwambia enda uuze ugawane na watu alafu unifuate. Anaona tu kama kufuata Yesu na kuacha mali ni kama kupoteza. Wacha nikwambie. Nilihuzunika sana na street kusikia watu 56 wanaweza kufa mara moja. Ndio unajua ya kwamba kufuata Yesu na kuacha mali, haleluya, ni ya maana. Ni ya maana. Kuacha mali na kufuata Yesu ni ya maana sana. Kwa sababu huyu Yesu anabeba maisha yako. Huyu Yesu anajua mahali unaenda. Haujui masaa na wakati ambao utafika, ambao ataingia. Praise the name of the Lord. Jiangalie. Ukijana uchoyo na kujitakia ikamfanya akaona mali zaidi ya kumfuata Yesu. Ndio maana akaenda akahuzunika. Biblia inasema ya kwamba mstari wa 21, Biblia inasema ya kwamba akaenda sorrowful because he when the young man had this, he went away sorrowful, for he had great possession. What is great possession before God? That is nothing. Ambia mtu it is nothing. Basi Biblia inasema matajiri wakule na hao wengine kwa moyo mzuri na moyo safi. Usimpe ili akufagilie nyumba. Sasa hiyo unampa tu anakula na anaenda. Selfishness caused the rich young ruler to turn his back on Jesus. Selfishness ruins friendship. Inaharibu urafiki. Bwana Yesu asifiwe. Inaharibu urafiki. Ambia mtu uchoyo na kujitakia inaharibu urafiki. It ruins friendship. Tusome katika kitabu cha Proverbs 18 verse 1. Methali 18 mstari wa kwanza. Ifika pale unatusomea kwa sababu ya muda. Methali 18 mstari wa kwanza. Unfriendly man pursues selfish ends, he defies all sound judgment. Amen. A selfish man, whoever isolates, yangu inasema hivyo, whoever isolates himself seeks his own desire. He breaks out against all sounds of judgment. Yaani huyo mtu hawezi elekezwa, hawezi ambiwa. Bwana asifiwe sana. Anajitenga na wengine. Kwa nini uniambie hivi? Sikutaki. Sitakuja penye huko, sitakula na wewe, sitatembea na wewe, na sikutaki katika maisha yangu. Kwa sababu tu anajitakia. Anajitakia. Ni Biblia, sio mimi nasema. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba mtu mwenye uchoyo, mtu mwenye kujitakia, huyu mtu hawezi ambiwa lolote, anajitenga na watu. Hadi anaona ya kwamba yeye sio wa kuambiwa. Ruhusu uambiwe, hata kama ni ya ujinga, hata kama ni ya kukusaidia, chukua ya kukusaidia, yenye ikusaidii, enda. Usijitenge na watu kwa sababu ya maneno, kwa sababu ya ushauri, usijitenge. Tembea pamoja na watu, na hawa watu watakuwa marafiki kwako, na hawa watu watakusaidia, kwa sababu penye unamwaganga maji hapo, pengine ndio penye unaweza zikwa. Na hawa watu ndio watakuja kukubeba na wakupeleke pale. You are not special. Ambia mtu you are not special. It hinders prayer. Nadhani uko unaandika hizi points. It hinders prayer. Nadhani Elder Peter alisoma pale James 4:3. It hinders prayer. Are you there? Kitabu cha James kwa pale tusomee 4:3. Yakobo 4:3.
Hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya, ili muvitumie kwa tamaa zenu. Ukikuwa mtu wa kujitakia, maombi yako yanaweza kosa kujibiwa. Wangapi huwa wanaomba? Inua tu mkono juu kama wewe unaomba. God bless you. Kama wewe uombi, anza kuomba, kwa sababu maombi inafungua milango. Wakati wowote unaomba, usiombe kwa tamaa. Tamaa. Ndio maana nasikianga mtumishi wa Mungu akituelekeza hapa ya kwamba wacha tushukuru Mungu kwa sababu ya last Sunday worship service, Monday worship service, morning devotion, yani Bible study Tuesday, ushirika wa satellite. Wacha tushukuru Mungu. Wamesema tushukuru Mungu kwa sababu ya Jumapili mtu anaanza, Baba asante, nimeamka niko na shida ya pesa, naomba unisaidie Mungu, nipe pesa katika ibada hii. Shusha moto Baba, nataka unga. Shusha moto Baba, fungua biashara. Yani unataka, hauwezi fanya kitu kingine kanisani. Yani wewe unataka tu Mungu akufanyie. Kila kitu ina wakati wake, ukubali ukatae. Kila kitu ina wakati wake. Wakisema tuombe kanisa, anza kuombea kanisa bila kukoma. Kuna watu wengine wakisema tuombe kanisa, anaomba kama mwenye mkunja. Unyonge. Kemea pembe imekaa kwa mfuko yako, yenye imefunga mifuko yako, imefunga milango yako na kaburi. Paka anatoa shati yako tu hivi. Bwana asifiwe. Kwa sababu yeye imefunga milango yake. Unaogopa shetani kama nini? Usiogope shetani, you are a winner. Kwa hivyo ukiwa na roho ya selfishness, it will hinder your prayers each and every day. You will forget to pray for your friends. You will forget to pray for the church. You will forget to pray for your neighbor. Ukaanza kujiombea mwenyewe, ndio maana maombi yako haiwezi kujibiwa. Unapoombea mtu, yako inakuja automatic. Tuko na gari ya manual na tuko na automatic. Automatic ni kuenda tu, ni mafuta peke yake. Kwa hivyo unapoombea mwingine manually, yako inakuja automatic. Hallelujah. Amen. Ukiombea mwingine manually, yako inakuja automatically. It is the product of earthly wisdom. Tasoma James 3:13. Hiyo ndio ilikuwa point ya mwisho. Ni jinsi gani inaathiri maisha ya Kristo. How to overcome? Do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with a sober judgment. Usijiwazie zaidi. Amen. Kuwa tu mtu wa kawaida. Najua unajipenda, na venye unajipenda, penda wengine. Hallelujah. Kuna wengine wakikuja kwa nyumba ya mtu, kama kuna carpet, wakimwambia toa. Hallelujah. Toa viatu. Hataki kutoa viatu kwa sababu anaona huyu mama anaringa maundu. Kwani mtu aenda anunue carpet ya shilingi 1500 ukuje ukanyage na matope? Sio maringo. Sio ati yako special. Wewe unajiona uko special. Kama ameweka carpet ya 1500, toa viatu, kanyaga na miguu yako chini. Ukiona miguu inanuka, kaa nje, ongea kama uko nje na wewe. Yaani mtu anajitakia, huyu nani kuniambia mimi nitoe viatu kwa mlango? Anabeba shida zake anaelekea huyu. Ati anakuanga na maringo, anakuanga na rombaya, anakuanga sijui na nini. Those are all your own problems. Unajua unaweza nipangia vitu mimi. Ati aka kaaskofu kanakuanga na madharau, aka kaaskofu kanakuanga na maringo, aka kaaskofu kanapenda kujifanya, kanapenda kujipendekeza. Wewe uko unasema vitu zako. Bwana asifiwe. Enda utubu. Haya. Enda utubu. Usiaibeba mtu kwa moyo wako. You not go far. Be free. Penda watu. Wawe wanafanana aje, wewe wapende. Wapende tu, wapende hata kama, kwani kuna mtu mwenye ako perfect? Hakuna mtu ambaye ako perfect. Kila mtu anakosa, kila mtu anatenda dhambi. Kwa hivyo penda watu wenye wako, ongea nao, kula nao. Don't be selfish. Mtu alitarajia niseme atukunyima mtu ugali ndio selfish peke yake. Hiyo unajua. Nasita kuambia, kama wewe ni mchoyo, acha uchoyo, kwa sababu hiyo ni msambua. Kama si msambua, ni shetani inakaa kwa maisha yako na huwezi ona mbingu. Nataka nimalizie. Pray and love of scripture. Prayer and love of scriptures
are necessary as well. Zaburi 119 mstari mdogo wa 36. Sikia, kuomba na kusoma Biblia. Wangapi wanaomba na kusoma Biblia? Omba na usome Biblia, mwili haitakutawala. Wewe huombi, omba na usome Biblia, mwili haitakutawala. You will overcome. Zaburi 119 mstari wa 36. Zaburi 119 mstari wake mdogo wa 36. Unielekeze moyo wangu na shuhuda zangu, wala usielekee tamaa. Uelekeze moyo wangu na shuhuda zangu, bali usielekee tamaa. Kwa maneno yako Mungu nielekeze. Kwa neno lako Bwana unielekeze. Ukisoma Romans 12:10 inasema kwamba love covers a multitude of sins, including selfishness, if we truly devoted to one another in brotherly love. Kwa hivyo pia upendo inahitajika. Ongeza pale upendo. Upendo inahitajika. Ukimpenda mtu utakula na yeye, ukimpenda mtu hakuna lolote ambalo utamnyima. Si ndio? Utashare na yeye hata kile ambacho umepata kanisani. Hagai 1:9. Nataka nimalize na Hagai 1:9. Alafu tutasoma pia Ezekiel kwa sababu naona Mungu akinielekeza pale. Hagai 1:9. Hagai 1:9. Ndiko nasema, mulitazamia vingi, kumbe vikatokea vichache. Tena mlipovileta nyumbani, nikavipeperusha. Ni kwa sababu gani? Asema Bwana wa majeshi. Ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika, wakati ambapo ninyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake. Anza mstari wa 6. Mstari wa 6. Mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamushibi. Mnakunywa lakini hamukujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto. Na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kuitia katika mfuko uliotoboka. Wacha nikusaidie. Ukiwa mtu wa kujitakia, nakwambia utajipaka mafuta hata utang'ara. Kwa sababu unataka ung'are. Acha nikwambie, kuna watu wengine hawajipakangi hiyo lotion. Wanajipakanga mafuta ya boga na wanang'ara tu. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba mlitafuta na mkeka kwa mifuko, ikakosa kukaa pale kwa sababu mifuko ilitoboka. Mlitafuta kwa kujitakia, mlitafuta kwa tamaa zenu. Praise the name of the Lord. Let me read verse 9. You looked for much, and behold, it came little. And when you brought it home, I blew it away. Why? Declares the Lord of hosts. Because of my house that lies in ruins, while each of you busies himself with his own house. Watu wangapi wanakumbuka nyumba ya Mungu? Si preach kuhusu giving, lakini nataka nikwambia kwamba don't be selfish mpaka usahau nyumba ya Mungu. Siku ya love offering unatoroka. Hautaki tununue speaker. Wakisema tunataka kununua simiti, tunataka kujenga kanisa, unatoroka. Don't be selfish. Mifuko yako itatobolewa. Biashara yako itaharibika. Hallelujah. Kwa hivyo, if people are giving, you give. If people are contributing, you contribute. Ezekiel 34 verse 18. That is my last scripture. Then we shall be on our feet praying. Ezekiel 34 verse 18. Ezekiel 34:18. Je, mwaona ya kuwa ni neno ndogo ninyi kulishwa malisho mema, hata mkawa hamuna budi hukanyaga kwa miguu yenu yaliyosalia, na kuwa mmekunywa maji yaliyo safi, nanyi hamuna budi kuyatibua kwa miguu yaliyobakia. Ati siwezi mupatia nguo yangu, afadhali nichome. Badala ya kumpea, afadhali nimwage kwa barabara,
siwezi mpa chai. Badala ya kumpa chai, afadhali nitupe. Changu hakuna mtu anakulanga. Biblia inasema ya kwamba mliona ni vyema mkakula, baada ya kukula mkakanyaga na miguu. Mkaona tena ni vyema mkakunywa chenye Mungu amewapatia tu kwa neema, alafu mkachafua. I'm very sorry for you. Unakula, ukimaliza unatupa. Hawezi jali mwingine, hawezi kula na mwingine, hawezi kunywa na mwingine. Kikiwa ni chako peke yake. Let me tell you, you'll die poor and you'll not go in heaven. Nashukuru Mungu kwa sababu mahali hapa hakuna mtu ambaye ni mchoyo katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. You will go in heaven in Jesus mighty name. Hawezi sema amen. You will go in heaven in Jesus mighty name. Amen. Kuna watu wanakula na wanachafua. Akisikia ni kukula, pastor amesema tunaenda mahali kukula, hawezi ambia mwenzake kwa sababu ni kukula. Akisikia ni maombi ya kufunga, pastor anasema ni kufunga, anaambia wote. Yesu asifiwe. Anaambia kila mtu, umesikia maombi ya kufunga kanisani? Akisikia ni kukula, anatengeneza tumbo, akuli tena kuanzia asubuhi. Sababu pastor anasema twende tukule. Haleluya. Anakula na anachafua. Huyo ni mtu wa kujitakia. Mtu akijitakia, akipika samaki na sukuma, mgeni akiingia anapatia mgeni sukuma wiki, yeye anakula samaki. Wanaitanga shinulu. Nilisikia nyanya yangu, sikuwahi muona lakini nilisikia alikuwa na hiyo tabia. Nyanya yangu wa kuzaa baba alikuwa akipika nyama kwa mtungi. Mgeni akikuja anaweka chini ya kitanda. Mgeni akikaa sana akose kwenda, aone tamaa na mate inaharibika mdomo, anaanza kulia. Ukimuuliza unalia nini? Ati nasikia mimi ni mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Ili mgeni aende atoe nyama na ugali ya kule. Baba yangu aliniambia ilikuwa misambua, nikasema Mungu ishindwe na isiai nifuata. Praise the name of the Lord. Ishindwe na isiwai nifuata. Uchoyo itakumaliza. Ambia mtu usiwe mchoyo. Kuwa mtu wa kukula na watu. Bwana Yesu asifiwe. Vile nasema ya kwamba wengine wanakula, wanakunywa na wanasahau wengine. Nataka nikupe scripture hapa alafu usimame uombe kulingana na hiyo scripture. The sin of Judah, Jeremiah 17 verse 1. Jeremiah 17 verse 1. The sin of Judah is written with a pen of iron, with a point of diamond. It is engraved on the tablet of their heart and on the horns of their altars, while their children remember their altars and their ushering beside every green tree and on the high hills. On the mountains in the open country, your wealth and all your treasures I will give for spoil at the price of your high places for sin throughout all your territories. Yani dhambi hii iliandikwa na inaandama na watoto. Tusome kwa lugha ya Kiswahili ili tusimame na tuombe, tuambie Mungu, nitoe katika mitego, katika madhabahu haya, nitoe katika milima hii, nitoe katika viwanja hivi, nitoe katika maeneo haya, nisiwe mchoyo kama wazazi wangu. Yeremia 17:1. Dhambi ya Yuda imeandikwa kwa kalamu ya chuma na kwa ncha ya almasi, imechorwa katika kibao cha moyo wao na katika pembe za madhabahu zenu. Sikia, dhambi hiyo iliandikwa katika boma hiyo. Pengine ni shangazi yako, pengine ni mama yako, pengine ni katika ukoo. Umeokoka, usherati inakufuata. Umeokoka, uchoyo inakufuata. Umeokoka, chuki inakufuata. Umekosa kutoka ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu akusaidie leo. Useme ya kwamba ninajitoa kwenye madhabahu yao. Damu ya Yesu Kristo ndio inaweza kusafisha, ndio inaweza kufuta. Dhambi hiyo iliandikwa kwa ncha ya almasi na kalamu iliyoandika ilikuwa ni kalamu ya chuma. Nataka Mungu akusaidie mchana wa leo. Dhambi hiyo ifutike
kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo ifutike. Sema katika miguu yako, ambia Mungu, kama ilikuwa ni dada yangu, kama ilikuwa ni mama yangu, kama ilikuwa ni baba yangu, kama ilikuwa ni ndugu yangu, ninaifuta kwa damu ya Yesu, ninaifuta kwa damu ya Yesu. Ninakataa roho ya usherati, ninakataa roho ya uchoyo, ninakataa roho ya chuki, ninakataa roho ya uchawi. Mchana wa leo ninaipinga katika jina la Yesu Kristo. Nikabaya mashanda la baboshe, baba yangu na Mungu wangu, mchana wa leo ninakataa roho ya kujiinua, ninakataa roho ya kujifanya kipekee, ninakataa roho ya kujibeba. Ninaomba Bwana uniumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea, uniumbie moyo wa kuvunjika, ili laana zote zilizoandama baba yangu, zilizoandama babu yangu, zilizoandama nyanya yangu, zilizoandama mama yangu, ninaomba zisiniandame, ninaomba zisiniandame katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninafuta kila laana iliyotamkwa juu yangu, ninakataa kila laana aliyonena mama yangu, ninakataa kila laana aliyonena baba yangu, ninakataa kila laana aliyonena nyanya yangu, ninakataa kila laana aliyonena babu yangu. Ninatamka ushindi, ninatamka kuinuliwa, ninatamka kutembea kwenye utakatifu, ninatangaza maisha masafi, maisha ya kumwogopa Mungu. Ninavunja kila madhabahu walioinamia watu na jamaa yangu, ninavunja laana zao, ninavunja kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu.